Kichwa cha somo: ruhusu Mungu akutetee wakati wa vita. Mungu hawezi kuingilia vita yako kama hujamruhusu aingilie vita yoyote. Ili Mungu akutetee na akupiganie, lazima wewe mwenyewe umpatie nafasi. Ndio maana ya neno ruhusu Mungu akutetee wakati wa vita. Ayubu anaandika, anasema mwanadamu ana wakati wa vita. Na kipekee mtu aliyeokoka anaweza kuwa na vita aina mbili. Ana vita ya kiroho na ana vita ya kimwili. Lakini karibia vita vyote ambavyo unaweza ukapitia, sehemu kubwa ya vita ya mtu aliyeokoka ni vita anavyovihitaji kupigana kiroho. Maana sisi hatuwezi kupigana katika mwili, lakini tunapigana katika roho. Sasa kuna vita vingine huwezi kupigana wewe, lazima umwachie Mungu akutetee hivyo vita. Katika kitabu cha wa Samuel wa kwanza mlango wa 24 na mstari wa 12, Biblia inasema Bwana ataamua mimi au atuamue mimi na wewe, na Bwana atalipiza kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Nenda mistari ya juu, angalia mstari ule wa 7 pengine mpaka wa 10. Ukiangalia ule mstari wa 7 anasema, basi Daudi akawazuia watu wake kwa maneno yao, asiwaache kumwondokea Sauli. Kisha Sauli akatoka pangoni akaenda zake. Daudi naye akainuka baadaye, akatoka pangoni akamwita Sauli, akasema, Bwana wangu mfalme Sauli. Maandiko yanasema alipotazama nyuma, Daudi akainama uso wake hata nchi, akamsujudu. Daudi akamwambia Sauli, ni kwa nini unasikiliza maneno ya watu wanaosema, tazama Daudi anataka kukudhuru? Mstari wa 10. Tazama leo hivi macho yako yameona jinsi Bwana alivyokutia mikononi mwangu pangoni, na watu wengine wakaniambia nikuue, lakini nikakuacha, nikasema sitaki kunyoosha mkono wangu juu ya bwana wangu, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Bwana asifiwe. Vita vya Daudi vilianzia pale alipomuua Goliath. Maana ni vizuri ufahamu vita ilianzia wapi. Na Daudi alikuwa ana fikra ya kumnyang'anya Sauli ufalme. Kiu ya Daudi ni kulipiza kisasi kati ya Goliath na wana wa Israeli. Kilichomchukiza Daudi baada ya kuwatembelea ndugu zake vitani ni kumkuta Goliath analitukana taifa la Mungu. Hicho kitu kikampa Daudi shida. Kwa hiyo nia ya Daudi ilikuwa ni nzuri sana.
lakini Sauli akatafsiri nia ya Daudi vibaya. Kwa nini nimekuanzia hapo? Ninataka uelewe chanzo cha vita ya Daudi, kwamba kuna vita ambao unaweza ukapitia ya kiroho, lakini pengine chanzo chake hujui ni wapi. Niliwahi kusema ukitaka kushughulikia tatizo, tafuta chanzo cha tatizo. Kama kuna mtu unagombana naye kwa mara, tafuta tatizo ni nini, shida inayotugombanisha ni nini. Ukishafanikiwa kujua shida ni nini, kuna mambo mawili: aidha kama ni ushirika wenu kwenye kazi ndio inawatenganisha au inawaletea ugomvi, mnatengana. Kama kuna uwezekano wa kutengeneza, mnatengeneza. Mnakumbuka ugomvi uliokuwa kati ya Ibrahim na Lutu. Ibrahim alivyojua chanzo cha tatizo ya ugomvi kati yake na ndugu yake ni wachungaji wake na wachungaji wa wale, yani wafanyakazi. Ibrahimu alichomwambia Lutu, kusiwepo ugomvi kati yangu mimi na wewe, kusiwepo vita, tutengane. Tukitengana kila mtu atakaa kwa amani. Nikifunga safari na kuja nyumbani kwako kwa heshima, na ukifunga safari unakuja kwangu kwa heshima, tunakwenda pamoja. Ndio sababu hata kama Mungu amekubariki kiwango gani, hii ni wazo nakupa, kwa sababu Mungu kukubariki, atakubariki wakati wote anapokusudia. Hata Mungu akikuinua kwa kiwango gani, usitamani mtoto wako awe ni wa mwisho aitoe kitinda mimba au nani, ajenge karibu na nyumba yako wewe. Mpeleke nje ya nyumba yako ili heshima iwepo, kwa sababu hii shida ya kukaa pamoja inaleta matatizo na magomvi, kuchunguzana. Sasa kama bahati mbaya umeshajenga karibu na mama yako na baba yako, mimi sijakuambia hapa, lakini nazungumza na wale ambayo Mungu atawapa neema baadaye. Kuna umuhimu sana wa kutengana na mtoto wako, akae mbali na ukae mbali. Heshima itadumu kuliko mkazungukana mahali moja kama kabila fulani. Okay. Kwa hiyo Ibrahimu anamwambia Lutu tutengane ili usalama uwepo. Kwa nini? Namna ya kumaliza vita kati yao ni kutengana. Kutengana sio kuchukiana, ni kupeana nafasi. Sijui kama unanielewa ninachosema. Okay. Sasa vita vya Daudi na Sauli ilianzia pale ambapo Daudi alimuua Goliath. Daudi hana nia mbaya. Alipokuja kutoka vitani, wanawake wakatoa tathmini ya ushindi wa vita. Hata Daudi hajui kama mtu anasifiwaga akiua mtu, hajui, kwa sababu moja, akili zake zilikuwa haziruhusu kujua. Ye Daudi amefurahi tu, amebeba kichwa cha Goliath. Basi hicho tu ndio alikitaka, maana aliwaambia kichwa chako nitawapa ndege. Sasa wakati anakibeba kile kichwa, wanawake wakaanza kupiga kelele, wakasema Sauli ameua 100,000, lakini Daudi ameua 10,000. Wakaimba. Wala Daudi hana shida, angeambiwa hata ameua 50 haingepa shida. Kwa nini? Hakuua ili atafute sifa, aliua ili lile jambo ambalo lilikuwa naendelea la kuwadharau watu wa Mungu liondoke. Kuna maana nataka nikupeleke. Wakati wanasema Daudi ameua 10,000, Biblia inasema tangu siku hiyo wivu ukaingia ndani ya Sauli, akamwonea wivu. Akasema wamempa Daudi 10,000, mimi wamenipa 100. Ni nini kilichosalia kama sio kumpa ufalme? Unaona hicho kitu? Wazo ambalo Daudi hana hata kuchukua ufalme. Ninachotaka nikuoneshe. Unajua mtu anaweza akakupiga vita bila sababu.
Maandiko yanasema wasio wa haki wameinua mabaya juu ya mwenye haki. Yaani huna wazo lolote kinyume chake, lakini kuna uwezekano tu mtu akainua mawazo mabaya juu ya maisha yako. Sasa wakati mtu anainua mawazo mabaya juu ya maisha yako, ni nani atakaye kutetea kama sio Mungu? Tunakwenda pamoja, ni Mungu peke yake. Maana nasema wamenipiga bila sababu, wamenichimbia shimo bila sababu. Yeremia anazungumza, alafu anamwambia Mungu, simama ukanitetee. Okay. Sauli akatengeneza vikisu vingi na kila aina ya karakta kuhakikisha kwamba anamwangamiza Daudi. Siku moja wakiwa kwenye harakati za vita, Daudi akakimbilia pangoni. Na ukumbuke Daudi alikuwa hana jeshi kubwa, kama alikuwa na watu wachache, maana si mfalme, si chochote, yeye si nabii. Akawa amejificha kwenye pango. Alipojificha kwenye pango, Sauli naye akaja na jeshi lake, akajisukumia kwenye pango lile lile ambalo Daudi yupo. Sasa sijui alijisukumia kinyume nyume, mimi sielewi, lakini kitu ni kigumu kidogo. Alafu amejisukumia na maaskari wake walikuwepo. Alafu Daudi alikuwa na marafiki zake. Kwa hiyo Daudi yuko nyuma yake na anafikiri alienda kinyume nyume, kwa sababu kwa nini hajawaona wale? Alafu watu waliokuwa na Daudi wakamwambia Daudi, hapa ndipo Mungu alipomweka mikononi mwako adui, kata shingo. Ninazungumza, ruhusu Mungu akutetee katikati ya vita. Ni kwa sababu unaweza ukatumia mkono wako usikupe matokeo, lakini ukatumia nafasi ya Mungu, matokeo ya Mungu kupigana ni makubwa kuliko ya kwako. Nimewahi kusoma watu waliomruhusu Mungu akawatetea kwenye vita. Mungu alipigana vita ambavyo hakuna mtu anayepigana. Tutaona tu. Watu akamwambia Daudi, kata shingo Sauli. Tena wakampa na andiko, akamwambia Mungu amemleta adui mikononi mwako. Daudi akasema, huu sio wakati wa mimi kupigana. Huu ni wakati wa kumpa Mungu nafasi, ili adui yangu ajue nina Mungu anayeweza kumtia mikononi mwangu. Maana kama nikimuua Sauli kwa mkono wangu, atajuaje ya kwamba nina Mungu awezaye kunitetea pasipo yeye kujua? Ngoja nimwache aishi, ili apate kusimulia kwamba yuko Mungu ambaye ukipigana na mwenye Mungu, Mungu atapigana huyo mwenye Mungu. Sijui kama unanielewa ninachosema. Kwa nini Daudi anaandika Zaburi ya 23? Anasema, umenipaka mafuta kichwani pangu. Lakini mbele yake anaandika, anasema, umeandaa meza machoni pa maadui zangu. Ngoja nikusaidie wapendwa. Ni kweli tunaomba kwa sababu ya maadui, lakini si kila adui unamwombea afe. Wabakize wachache watakaoshangilia baada ya kuvuka. Kuna wengine kama ni makusudi ya Mungu waondoke, wataondoka, lakini wabaki wachache watakaosimulia mahali ulikotoka, waseme hakika tulimtesa, lakini Mungu amekuwa Mungu wake. Si kila mtu unamwomba gongwe na gari afe, afutilie mbali. Omba tu ulinzi wa Mungu kati yako, kwamba Mungu nifunike katikati ya maadui. Ndio sababu maandiko yanasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, usitutie majaribuni, bali tuokoe na ile majaribu. Hasemi uyaondoe majaribu, maana yake wako maadui. Maandiko yanasema Mungu akawaambia wana wa Israeli, sitawaondoa maadui wote kwa wakati mmoja, nitawaondoa kidogo kidogo, ili nchi isije ikawa ukame. Maana yake maadui wakati mwingine ni sehemu ya kutuchochea sisi tusibweteke. Niliwaambia watu hapa kwenye maombi, hakuna mtu mzuri kwenye maisha kama mtu ambaye anaitwa Penina. Ni mtu mzuri sana, na ningeomba kila mtu awe na Penina. Hakuna mtu mzuri kama Penina, maana atakuchokoza, atakukosesha raha. Ukienda kwake atakunyima hiki, atakwambia maneno magumu, akuchokonoe. Sikupi, nenda kanunue ya kwako, wewe unakulaga tu nini? Maana yake anakupa maneno magumu itakayokupa hasira ya kwamba kwa nini nisinunue ya kwangu.
Na ndio sana mara moja niliwahi kukuambia usikazirike mtu ukienda kwa mtu kaomba shoka akakunyima. Mimi natamani wanyimwe wote ili kila mtu anunue ya kwake. Lakini shida ya watu waliokoka, ukimnyima anasema upendo gani huko sasa? Kama sisi tunachukiana. Mimi natamani kila mtu anyimwe kitu ili usikie vibaya, maana si umekosa pesa ya kununua. Unaweza siku moja, wiki nzima au mwezi mzima ukaamua kujinyima nyama ambayo imepanda sio kilo ni 12,000 sio ngapi unajua. Kila ya kuchoma sio 15,000. Piga mara 3. Imenunua Biblia ambayo unaiomba kila siku. Tunakuwa pamoja. Sasa maandiko yanasema nini? Walipokutana Daudi na Sauli, Sauli akaanza kuzungumza mabaya juu ya Daudi. Daudi akamwambia, sikiliza baba yangu, tena akampa jina la heshima. Kwa nini unasikiliza maneno ya watu wanaosema Daudi anataka kukuua? Akamwambia, kama ningetaka kukuua ningekufutilia mbali siku nyingi. Angalia leo hii Mungu alikuweka mikononi mwangu. Ulipoingia kwenye ile pango, watu wangu wakaniambia nikuue, lakini nikasema siwezi kumuua masihi wa Bwana. Nilikuwa na uwezo wa kukumaliza. Kwa nini? Daudi hakutaka kujilipizia kisasi, alitaka kumpa Mungu nafasi ya kumlipizia. Maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 12 ambaye tumesoma, walipokuwa wanaongea sana, kile ambacho Daudi anamwambia sasa, Sauli anamwambia, Bwana atatuamua mimi na wewe. Yaani hivi vita si vya kwangu, bali vita hivi ni vya Mungu, kati ya Mungu na sisi. Mungu ataamua ni nani mwenye haki. Hivi vita mimi nimemwachia Mungu, mimi sikugusi. Haleluya. Ule mstari wa 13 na wa 14 ukiendelea, kuna mahali ilifika mahali Sauli akatii, akamwambia, mwanangu, hakika nimetambua ya kwamba ninakuonea bure. Haleluya. Zaburi ya 35. Ruhusu Mungu akutetee wakati wa vita. Zaburi ile sura ya 33 na mstari 35, 35 mstari wa kwanza nasema, Bwana, utete na uteta nani? Upigane na wanaopigana nani? Narudia. Bwana, utete na wanaoteta nani? Upigane na wanaopigana na mimi. Sikiliza nikwambia, Mungu hawezi kuteta na wanaoteta na wewe kama hujampa nafasi atete. Mungu hawezi kupigana na wanaopigana na wewe kama hujamwachia nafasi apigane. Maana yake Mungu anapopigana, wewe acha kupigana, mwachie apigane. Lakini kama utataka Mungu akupiganie na huku nao unataka kupigana, hakuna ushindi wote utakaopata. Kwa nini? Kwa sababu Mungu atakuacha upigane. Ukishindwa ndio Mungu anaingilia vita vyako. Kwa hiyo ndio sababu mwandishi anaandika vizuri, anasema, Bwana, nimekuachia nafasi ya kunitetea katikati ya wale wanaoniteta. Nimekuachia nafasi ya kupigana na wale wanaopigana na mimi, maana ni wengi wala siwafahamu. Hebu angalia tena ule mstari, kile kitabu cha Ayubu mlango wa 19, mlango wa 19, alafu tuingie mahali fulani ambaye nasikia tuingie hapo. Ayubu mlango wa 19 na mstari ule wa 25. Ruhusu Mungu akutetee katikati ya vita. Ayubu 19 mstari wa 25, maandiko yanasema, naweza kusoma kuanzia 25. Nasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Naomba nirudie. Lakini mimi, unajua mpaka Ayubu anazungumza hili neno, kuna maneno ambayo watu walikuwa wanamzungumzia.
ili kukatiza maneno ya watu na kunyamazisha vinywa vya watu, anafika anawaambia, katika yote mliyozungumza juu ya ubaya wangu, juu ya Mungu wangu, ninachojua mimi ninajua. Ndio sababu anaandika lakini mimi. Maana yake alikuwa anazungumza na watu kwamba ninyi mmeongea hivi, ninyi mmesema hivi, lakini mimi ninachojua, mteteji wangu yuko Mungu anayeweza kunitetea. Tena nawaambia, najua kwamba mteteaji wangu yu hai. Maana yake Mungu anayenitetea hajafa. Maana yake Mungu anayenitetea anaweza akafanya kitu kwenye maisha yangu. Kwa nachotaka nikusaidie katikati ya vita, naomba mtazame Mungu kuwa ni mteteaji wako. Ayamkini ukakosa watu wa kukutetea, watu wa kukusemea, lakini yuko Mungu anaweza kusimama upande wako na akakutetea juu ya jambo lako. Hakuna kitu kizuri kama kumruhusu Mungu akusemee. Hakuna kitu kizuri kama kumruhusu Mungu afanye nini? Akusemee. Kwamba Mungu, kwa hili ninajua ni haki yangu, lakini sitasikilizwa mimi, ila Mungu nakuachia wewe ukanisemee katika hili, ukanitetee kwenye haki yangu, ukanisemee kwenye haki yangu. Kwa Mungu nisaidie. Angalia sura ya 5 ya kitabu hicho cha Ayubu, sura ya 5 na mstari ule wa 20 na kuendelea. Anasema, wakati wa njaa atakukumbuka na mauti, au atakukomboa na vita. Alafu anasema na nguvu za upanga, utafichwa na mapigo ya ulimi. Sawa, 21. Utafichwa na mapigo ya ulimi. Yaani Mungu atakuficha na mapigo ya nini? Biblia yako imeandika hivyo. Kumbe ulimi unapiga. Maana yake watu wanakaa kikao bila wewe kujua, wanakusema. Lakini Biblia inasema nini? Utafichwa na hayo maneno wanayoyasema. Maana yake hayatakupata. Utafichwa na mapigo ya ulimi, wala usiogope mazungumzo au yatakapokuja, au maangamizo yatakapokuwa yamekuja. Maana watazungumza mambo mengi. Haleluya. Sasa naomba uangalie hichi kitu kwa sababu ya muda wetu. Angalia vitu kama 5, 6 kama muda wetu utaruhusu. Sababu zinazomfanya Mungu akupiganie. Baada ya kumruhusu Mungu akupiganie au akutetee, sasa naomba uangalie sababu zinazoweza kumruhusu Mungu akutetee. Nini kinachomruhusu Mungu? Kwa wale wanaandika, 1, ili Mungu akutetee, usimwasi Mungu. Yaani hata kama vita vimekuwa vikubwa kiwango gani, usimwasi Mungu. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ni ya 3 mstari ule wa 22, anasema, msimwache, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye awapiganiaye. Msimwache. Tafsiri ya neno msimwache kwa lugha nyingine, maana yake msimwasi. Anasema kwa nini? Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye awapiganiaye. Kwa ili Mungu akutetee, unalazimika kutokumwacha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anamtetea mtu ambaye ana ushirika na yeye. Huwezi kutaka Mungu akutetee lakini huna ushirika na yeye. Huwezi kutaka Mungu akutetee lakini huna uhusiano na yeye. Mungu anamtetea mtu ambaye ana uhusiano na yeye. Mungu anampigania mtu ambaye ana mahusiano yaliyo sahihi. Na ndio sababu Mungu alisimama na Yusufu katikati ya shida aliyokuwa nayo. Hata ndugu zake walipotaka kumuua, Mungu alisimama kumwokoa na mauti.
Hata mke wa bwana wake alipomsingizia vitu ambavyo hajafanya, Mungu alisimama na yeye. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua anaonewa, na kwa sababu ushirika wa Yusufu na Mungu ulikuwa sawa sawa, Mungu alimpigania. Kwa hiyo ili Mungu akupiganie, hakikisha unalinda ushirikiano wako na Mungu kwa namna zote. Namba 2, ili Mungu akupiganie au akutetee, jifunza kutokuogopa, au kwa lugha rahisi, usiwe na hofu katikati ya vita hivyo. Kitabu cha Kutoka sura ya 14, Kutoka sura ya 14 mstari wa 13. Kutoka sura ya 14 na mstari ule wa 13. Ukipata nafasi unaweza kusoma mistari yote. Maandiko yanasema, Musa akawaambia watu, msiogope. Hapo kwenye neno usiogope kuna kaalama kilichopo. Anaposema Musa akawaambia watu msiogope, maana yake ili Mungu akupiganie upaswi kuogopa. Lazima uamini Mungu anaweza kupigania. Lakini jambo la tatu linalomruhusu Mungu akupiganie ni msimamo wako kwenye imani. Kipengele cha mbele yake anasema msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakavyowafanyia leo, maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Kwa hiyo kuna neno kutokuogopa, lakini kuna neno kusimama, kwamba katikati ya vita unavyopitia vya kiroho au vya namna yote, isitingishe imani yako, kwa sababu kuna vita vingi vinaweza vikapitia mpaka unafika mahali unasema siniachie tu kitu ambacho naking'ang'ania. Sasa anasema endapo mtakaposimama, tena maandiko yanasema simameni tu. Maana yake tafsiri ya neno tu imestopisha kila kitu, ya kwamba msiendelee na chochote, kinachopaswa wewe ni kusimama. Ndio sababu anaandika kwenye Ezekieli sura ya 2, anasema akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako nami nitasema na wewe. Msimamo wako unamfanya Mungu akutetee. Huna msimamo kwenye wokovu, Mungu hawezi kumtetea. Lakini vile Mungu atakavyoona umesimama, ndivyo Mungu atakupigania juu ya haki yako. Haleluya. Tunaenda na namba ngapi? Namba 4. Sababu ya 4 inayomfanya Mungu akupiganie, kuna wakati mwingine unapaswa kunyamaza kimya. Hebu mwambie mwenzako kuna vita vya kunyamaza kimya. Maana yake kama kuna vita vya kunyamaza kimya, kuna vita pia sio vya kunyamaza. Lakini kuna wakati mwingine unatakiwa kunyamaza kimya ili Mungu apate kukutetea, ili Mungu apate kukupigania. Ule mstari wa 14 anasema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Nanyi mtafanya nini? Sasa Mungu anataka kupigana, umefunga kanga ili kupigana vita na mtu kwa njia ya kanga. Waswahili wanajua wanaopangisha, na wale watengeneza kanga wanajua kabisa kutengeneza maneno ya kupigana nayo. Mtasema, mtachoka, mtaniangalia nikienda. Ruhusu Mungu akupiganie. Kuna mtu aliwahi kututesa kwenye maisha yetu, wakati tulikuwa hatujui tule nini tunywe nini, tunakula tulichokipata. Yule mpendwa kwenye maisha yangu huwa nikimfikiri nasema, kwa nini hata Mungu hajamrehemu tu? Kwa nini? Yeye alikuwa anapata neema ya kuchinja kuku anavyotaka. So akichinja, akimaliza vile vinyamanyama ambao anaona ina maana, figisi sio vichua, vinatupwa karibu na mlangoni kwetu. Nyumba za kupanga zina matatizo jamani. Lakini Mungu akupe neema upate kwako usaidie. Sasa wanaojenga nyumba za kupanga msikatae. Endeleeni kujenga, Mungu awape neema. Lakini vina shida zake. Sasa yule ndugu alikuwa alitupa shida. So kwa sababu kuvaa kanga hajui,
akawa anatuwekea miziki ile ambayo unajua kuzungumza kweli kweli. Kwa hiyo mziki unaweza kaimba kutoka asubuhi, maana milango imetazamana, ni maneno, ni vita. Siku moja mke wangu hakuwepo, na hata isije hawajui naye, lakini leo atajua. Tunazungumza miaka kadhaa iliyopita, nikakutana na ule mziki unasema, kila nipatacho na wagawana na wenzangu. Sasa yeye amekucha ametuwekea miziki yake ya ajabu sana ya kutusema, na mimi nikaupata huo mziki, nikaupata. Sasa sijui ni roho alileta, mimi sielewi, usiniulize. Na mimi nikapachika kwenye redio yangu, tunapigana vita kwa vita, alafu nikaweka wimbo huo, kila nipatacho na gawana na wenzangu. Maana yake namsema, kama umepata, kwa nini usigawane na sisi? Lakini sisi tukumwambia kila nipatacho na gawana na wenzangu, maana naye kuanzia asubuhi ameweka vya kwake. Hii sisi kusema, unajua saa nyingine unaweza kupigwa vita mpaka naona tafuta maneno ya kuzungumza. Sio kama nani wanazungumza. Umewahi kupigwa na vita na mtu, mko pale nje mnaosha vyombo, alafu anaanza wimbo bila wimbo. Anaanzisha tu ka wimbo fulani. Saa nyingine alikuwa anakuja pale anaosha ile shambo ile unaita nini ile samaki ile mabaki, ili tumjue jana samaki ililiwa. Saa nyingine inakera. Ni vita. Sasa nilipoweka na mwilo wimbo, kila nipatacho na gawana na wenzangu, wimbo kaimba, sio inaendeleaje miaka ile iliyokwenda, na mwishoni kaisha, nikawa nimetoka, kuna mahali nilikuwa naenda. Lakini kesho yake nikatafakari, vita ya huyu mtu ni ya damu na nyama au ni ya katika roho? Nikasema huyu nitamshughulikia katika roho. Nikaanza kuomba maombi ya wao kutokututeta, kutokutusema. Nikasambaratisha ile kazi ambayo ilikuwa inampa yule mwanaume kiburi ya kuleta kuku anavyotaka, akashushwa, akapewa nafasi nyingine, kwa hana namna ya kupata kuku kila wakati. Naomba usipigane na mtu anayemjua Mungu. Naomba usipigane na mtu anayemjua Mungu, hata kama sio mchungaji, hata kama hana nafasi yote kwenye kanisa, lakini maadamu namjua Mungu aliye hai, Mungu atamtetea. Sasa ili Mungu akutetee, kubali kunyamaza kimya katika vita vingine. Kumbuka nilikuambia si kila vita ya kunyamaza kimya, lakini kuna vita nyingine unapaswa kunyamaza kimya ili kumruhusu Mungu apigane. Katika Methali sura ya 17 mstari wa 28 kuna kitu nataka nikuonesha hapo, alafu twende tukaombe. Methali ile ya 17 mstari ule wa 28, maandiko yanasema, hata mpumbavu akinyamaza au anyamazapo huhesabiwa hekima, afumbuapo midomo yake huhesabiwa ufahamu. Kunyamaza ni silaha kubwa ya kupigana vita bila kujua adui anapiga. Amepigana na wewe usiku, amekuchaulia usiku, ukiamka asubuhi wala usionyeshe kama unamchaulia. Cheka. Nafsi yake inamtesa. Hivi jana usiku nilikuwa napiga status na yeye. Nilimtendea, hakuna vita nzuri kama vita vya kupigana kimya kimya bila kuonyesha kupigana wewe. Ndani pana. Ndio sababu hata mpumbavu akinyamaza, kule kunyamaza kwake ni ushindi. Hakuna kitu kizuri kama kumtambua adui yako wakati mwingine usiseme yake. Ukamwacha. Unajua fika mahali saa ingine anaongea karibu na wewe ili